Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, marafiki, wapendwa wote, na wakaribisha katika ibada ya jioni ya leo ya kushiriki neno lake Mwenyezi Mungu. Ninajua ya kwamba Mwenyezi Mungu amekujalia, amekunehemesha, amekuwezesha kuwa mahali ulipo ili tupate kujiunga pamoja katika somo letu jioni ya leo. Na kushukuru sana kwa muda wako, na kushukuru kwa nafasi hii ambayo wewe umetenga ili kujiunga pamoja nami katika kipindi hiki cha neno lake Mwenyezi Mungu. Ikiwa leo ni siku ya Jumamosi, tunaenda kujifunza katika Kiswahili, na Mungu akitusaidia tutaweza kujua yale ambayo amekusudia sisi kuyajua. Na kushukuru sana ewe mtazamaji popote ambapo unajiunga nami katika kipindi hiki. Na kukaribisha rasmi tupate kuendelea pamoja tunapolisoma neno la Mwenyezi Mungu. Na ningependa tujifunze kuhusu ya kwamba usiache kiburi kikakutenga na rehema zake Mungu. Kwamba kiburi kinaweza kuzuia rehema zake Mungu juu ya maisha yako. Kwa hivyo leo somo letu jioni ya leo ni juu ya kuzuia maisha ya kiburi ambayo yanaweza kusababisha wewe kutengwa na rehema zake Mwenyezi Mungu. Manake mara nyingi Mungu anapenda kuonyesha huruma, anapenda kuonyesha rehema badala ya hukumu. Na yeye akitaka kukuonyesha rehema, anahitaji uwe mtu ambaye unaweza kuona makosa yako, unaweza kunyenyekea, unaweza kutubu, unaweza kujirudia. Hizo ndio zinakuwa ni vigezo ama vinakuwa ni foundations za wewe kupata rehema kutoka kwake Mwenyezi Mungu. So ningependa leo tutasoma kutoka kitabu cha Wafalme wa Kwanza kuanzia sura ya 13, na pia tutanukuu kitabu cha Yakobo 4 mstari wa 6, na Mungu atatubariki sana. Kwa hivyo kabla sijapenda kusoma neno, ningependa tuombe pamoja. Baba Mungu, kwa jina takatifu la Yesu Kristo, na kushukuru kwa nafasi hii. Naomba rehema na neema zako Baba, tunapoenda katika neno. Tuongoze Baba, tufunulie neno hili, tufundishe, tukemee, turekebishe, ili Bwana tufanyike vyombo kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa na ibada kwa kuwa wewe ni Mungu wetu. Kwa jina takatifu la Yesu Kristo nimeomba. Amen, amen, amen. Asante sana mtazamaji wangu. Kwa mara nyingine tena na kukaribisha. Tusome pamoja kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura yake ya 13 kuanzia aya ya kwanza. Nitasoma hadi aya ya 10, naye Mwenyezi Mungu atatunehemesha. Biblia yasema hivi: Behold, a man of God came out of Judah by the word of the Lord to Bethel. Jeroboam was standing by the altar to make offerings. And the man cried against the altar by the word of the Lord, and said, O altar, altar, thus says the Lord, behold, a son shall be born to the house of David, Josiah by name, and he shall sacrifice on you the priest and on the high places of the high places who make offerings to you, and human bones shall be burned on you. And he gave a sign the same day, saying, This is the sign that the Lord has spoken. Behold, the altar shall be torn down, and the ashes that are on it shall be poured out. And when the king heard the saying of the man of God, which he said against the altar at Bethel, Jeroboam stretched out his hand from the altar, saying, Seize him. And his hand which he stretched out against him dried up, so that he could not draw it back to himself. The altar also was torn down, and the ashes poured out from the altar, according to the sign that the man of God had given by the word of the Lord. And the king said to the man of God, Entreat now the favor of the Lord your God, and pray for me, that my hand may be restored to me. And the man of God entreated the Lord, and the king's hand was restored to him, and it became as it was before. And the king said to the man of God, Come home with me, and refresh yourself, and I will give you a reward. Hallelujah. We are reading from the book of 1 Kings, chapter number 13, from verse 1 to verse 7. Ama kitabu cha Wafalme wa Kwanza, sura yake ya 13,
kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya 7. Leo ninahubiri kwa Kiswahili na ninakaribisha sana popote ulipo, na ningependa ukaribishe rafiki yako, ama unaweza share huu ujumbe pia kwa wale ambao wanaweza ona kwamba itakuwa na faida kwao. Naonena kuhusu kiburi. Biblia inasema ya kwamba kiburi ni kitu ambacho kinakuwa ni kizuizi kwa baraka ama kwa kuinuliwa kwa mtu. Na Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Yakobo 4:6 kwamba Mungu anachukizwa na wenye kiburi. Katika Kizungu inasema God resists the proud, but he gives grace to the humble. He resists the proud and gives grace to the humble. Kwamba Mungu huweza anasimama kinyume cha watu wenye kiburi, lakini kwa wale watu wa kuvunjika na kunyenyekea, yeye huwapa rehema zake. Yeye huwapa rehema zake. Na kwa hivyo tunataka kujifunza kutoka kwa maisha ya huyu mfalme anaitwa Yeroboamu. Yeroboamu ni mfalme ambaye aliinuka baada tu ya kifo cha Suleimani. Kumbuka ya kwamba Mungu alikuwa ameambia Suleimani kwamba kwa sababu wewe umeenda ukaabudu miungu mingine na ukalete miungu mingine katika taifa langu teule, ukaweza kuharibu ibada katika Israeli, hivyo basi wakati ufalme wako utafika kikomo, mwanao akichukua, nitaugawanya ufalme mara mbili ili kuwe na ufalme wa Israeli na Yuda. Hivyo basi Mungu akamleta Yeroboamu kutoka Misri, na Yeroboamu aliporudi akakuta ya kwamba Jeroboamu mwanake Suleiman amewekwa kwa mfalme. Kwa hivyo Yeroboamu akaongoza watu, akaongoza kabila 9 za Israel, zikaondoka katika ufalme. Akaongoza kabila 10 za Israeli, zikaondoka kwenda kutengeneza ufalme wa Israeli. Na Yeroboamu mwana wake Suleimani akabakia na kabila 2, kabila ya Yuda na ya Benjamin, akakubakia katika ufalme wa Yuda. Kwa hivyo ufalme wa Israel ukatawanyika mara 2. Na walipotawanyika mara 2, Yeroboamu akaenda upande wa kusini wa kaskazini, akaenda akajenga madhabahu kule. Kwa sababu gani? Kwa sababu alisema ati watu wakifika kule alafu warudi all the way Yerusalemu kwenda kwa ibada, itawafanya hawa watu wakose kumwabudu Mungu. Hivyo basi akasema ya kwamba hawa watu wakirudi katika ufalme wa Yuda kufanya ibada, huenda wakaasi na wakabaki kule, ama huenda mfalme wa Israeli akawashika mateka wasirudi katika ufalme wa Israeli. Kwa hivyo akazuia watu kwenda kuabudu katika ufalme wa Yuda. Thank you so much, brother Laundering. God bless you for joining. So Jeroboam akatengeneza madhabahu katika ufalme wa Israeli katika mji wa Samaria. Akasema ya kwamba watu wasiende kuabudu katika nchi ya Yuda, katika ufalme wa Yuda, manake wakienda kuabudu katika ufalme wa Yuda watakosa kurejea ama watafanyika kuwa waasi. Na alipofanya hivyo akatengeneza madhabahu, na alipotengeneza madhabahu akatengeneza na miungu, akaweka kwenye hayo madhabahu ili watu waiabudu hiyo miungu. So katika ufalme wa Israeli kukawa na capital ya Samaria, ambapo walitengeneza madhabahu ya miungu, golden calves, zikatengenezwa ili zifanyike kuwa ibada. Na upande wa ufalme wa Yuda wakabaki na hekalu, mahala ambapo kanisa ilifaa lifanyike, ibada ilifaa ifanyike. Kwa hivyo wakati ufalme ulipogawanyika mara 2, Yeroboamu akasema ya kwamba kwa ibada ya Waisraeli itabaki kule Samaria, na ibada ya watu wa Yuda wafanye ibada yao kule Yerusalemu. Na alipofanya hivyo, hili jambo likamkasirisha Mungu. Kwa sababu gani? Hata kama Mungu alikuwa amempatia ufalme, amemkatia ufalme akampatia, Mungu alitaka ibada ibaki central, ibaki mahala pamoja, ambapo yeye mwenyewe aliambia Musa, mahali nitaweka jina, hapo ndio mtafanyia ibada. Ibada alitaka ibaki mahali pamoja, ibaki katika mji wa Yerusalemu, maana hapo ndio alikuwa amesema nitaweka jina langu hapo. Lakini kwa sababu ya kiburi cha Yeroboamu akasema hapana, mimi nitatengeneza madhabahu yangu Samaria ili watu wangu wa ufalme wa Israeli wafanye ibada zao katika
mji wa Samaria, na kule akainua madhabahu katika kila ngome, na akishainua yale madhabahu akaajiri makuhani kwenye hayo madhabahu. Kumbuka, kulingana na desturi ya makuhani, walikuwa watokane na kizazi cha Haruni. Lakini angalia, Yeroboamu kwa sababu ya kiburi chake akaamua kuajiri makuhani kwenye madhabahu ya ile miungu alikuwa ametengeza katika ufalme wa Israeli. Hivyo basi Mungu kwa sababu ya ghadhabu yake na kwa sababu ya hasira ya Mungu, na kwa sababu Mungu hapendi competition ama hapendi ubishano, Mungu akaamua akamtuma nabii, na huyu nabii hana jina. Sijui kwa nini unabii hakupewa jina. Mungu akatuma nabii kumwendea Yeroboamu kumwambia ya kwamba Mungu amekasirika na mambo ambayo unafanya ya kujenga madhabahu katika Israeli na kuinua miungu katika Israeli. Kwa hivyo huyu nabii akaja akatabiri kinyume cha yale madhabahu. Akaambia Yeroboamu ya kwamba haya madhabahu yatapasuka na mavumbi yake yataweza kumwagika, yatapasuka mara mbili na mavumbi yatamwagika. Na Biblia inasema Yeroboamu mwenyewe ndio alikuwa anatoa dhabihu katika hayo madhabahu. Ilikuwa ni wakati wa yeye kutoa dhabihu kwa hiyo madhabahu, wakati nabii wa Mungu alifika. Na nabii wa Mungu amefika kumuonya na kunena kinyume na yale madhabahu. Biblia inasema ya kwamba wakati nabii wa Mungu alinena kuhusu yale madhabahu, Yeroboamu akakasirika. Kwa nini unanena kinyume na haya madhabahu? Kwa nini unazungumza kinyume na haya madhabahu? Asijue ya kwamba huyu nabii hakuwa amekuja tu kunena kinyume na haya madhabahu, lakini hii ilikuwa ni onyo kutoka kwa Mungu kwamba angeisikia, arekebike, aone rehema zake Mungu. Mungu alikuwa anatamani kumuonyesha rehema zake, na ndio sababu ametuma huyu nabii aje kunena kinyume na haya madhabahu. Lakini kwa sababu Rehoboamu mtu wa kiburi akasema ya kwamba kwa nini unanena kinyume na madhabahu haya? Na Biblia inaandika ya kwamba akanyosha hata mkono wake ili kumuonyesha kidole nabii wa Mungu. Na punde tu aliponyosha mkono wake, ukanyauka huo mkono. Hakuweza kuurudisha tena. Ukabaki umenyauka. Na mkono wake ulipokuwa umenyauka, akashtuka ndani yake. Akasema, ala, kumbe hii ilikuwa ni mambo ambayo ni mambo ni serious. Kumbe ilikuwa si mzaha huyu jamaa kunena kinyume na haya madhabahu. Basi akanyenyekea kwa muda tu, akasema ya kwamba tafadhali muombe Mungu wako anirejeshee mkono wangu. Muombe Mungu wako anirejeshee afya yangu. Basi huyu nabii ambaye alikuwa ametumwa na Mungu akaomba kwa ajili ya mfalme Rehoboamu. Na alipoomba kuhusu mkono wake, huo mkono karejelea katika hali yake ya kawaida. Na kumbuka ya kwamba Mungu alikuwa ananena kinyume na madhabahu, na huyu mfalme alikuwa anaenda kutoa dhabihu kwenye hayo madhabahu. Wakati nabii wa Mungu alifika, nabii wa Mungu ametoa unabii na mfalme amekasirika, anajaribu kumnyoshea mkono ili kuamrisha watu wamshike. Aliponyosha tu mkono wake ukanyauka. Inamaanisha kila mtu aliyekuwa anatamani kwenda kumshika ule nabii alirudi kwa kishindo, alirudi kwa mshangao. Kwa sababu gani? Alikuwa ameona mkono wa mfalme umenyauka na mfalme anaumia na hawezi fanya chochote. Kwa hivyo attention yao ikatoka kwenda kushika huyu nabii, kwenda kusaidia mfalme. But ikakuwa ya kwamba hawezi msaidia mfalme kwa sababu hii ni tendo la kiungu. Kuna mambo ambayo ni ya kiungu, na Mungu akikutendea hilo jambo, ama Mungu akiachilia ghadhabu yake ya kiungu juu yako, hakuna mwanadamu anayeweza kukusaidia. Ni yeye tu Mungu anayeweza kukusaidia. Kwa hivyo kiburi chake kikakuwa kimemletea majuto, mkono umenyauka. Akasikia ya kwamba ndani yake, hapana, nahitaji huu mkono wangu tena. Ili kuwa mfalme, nahitaji huu mkono wangu. Ili kuwa na heshima, nahitaji huu mkono wangu. Hivyo basi akaambia mfalme, mfalme, nabii, niombee mkono wangu urejeshwe. Nabii akasema, okay, kwa sababu umemtaja Mungu na kwa sababu unataka nikuombee kwa Mungu mkono wako urejeshe, nitamuomba Mungu. Na alipomuomba Mungu, mkono wa mfalme ukarejeshwa, ukarudi katika hali yake ya afya. Lakini mkono wake uliporejea katika hali yake ya afya, Biblia inasema nini? Biblia inasema katika aya yake ya ngapi? Aya yake ya 6. The king said to the man of God, entreat now the favor of the Lord,
your God, and pray for me that my hand may be restored to me. And the man of God entreated the Lord, and the king's hand was restored to him, and became as it was before. And the king said to the man of God, come home with me and refresh yourself, and I will give you a reward. Hebu sikiza maneno haya. Sasa huyu ni mfalme amekuja kuonywa kuhusu madhabahu ambayo yalikuwa yameinuliwa kinyume na makusudi ya Mungu. Madhabahu ya ibada za sanamu. Mungu amemuonya, Mungu amepeana ishara kupitia nabii, na ishara zimetimia. Ameona mkono wake ukinyauka, ameona yale madhabahu alikuwa akijenga yakipasuka na majivu yake yakimwagika. Lakini bado mfalme huyu, baada ya kurejeshewa afya yake ya mkono, baada ya ombi lake kujibiwa, Biblia inasema huyu mfalme hakutubu. Manake kiini cha Mungu kutuma huyu nabii ilikuwa ni huyu mfalme aone hizi ishara, atubu, amrejee Mungu, aone rehema zake. Lakini baada ya kuona ishara na baada ya kusikiza unabii, Biblia inasema ya kwamba huyu mfalme aliporejeshewa afya yake, aliambia nabii wa Mungu, njoo nifuate nyumbani, nataka nikureward, nataka nikupe kitu kizuri, nataka ufurahie, nataka nikulipe, nataka nikufanye ujisikie kwamba umeheshimika, umepata kitu cha dhamani. Badala ya kutubu, akaamua amulipe huyu nabii kwa sababu mkono wake umerejeshwa. Na ukumbuke, Mungu hakuwa anatuma huyu nabii kwa sababu huyu nabii alikuwa na njaa. Mungu hakuwa anatuma huyu nabii kwa sababu huyu nabii alikuwa na hitaji. Mungu alimtuma kwa sababu alitaka amuonyeshe Yeroboamu rehema zake. Lakini wakati nabii alifika kwa Rehoboamu akaanza kutumia ukwasi wake ama rasilimali zake kudhihirisha ya kwamba hata kama Mungu ameniponya, ninaweza lipia hiyo gharama. Hata kama nabii umelete huu ujumbe na umeintervene, Mungu akaniponya, ninaweza kujilipia. Nina uwezo wa kujilipia, kukulipa wewe nabii na kukupatia hata kile Mungu hawezi kukupatia. Hii ilikuwa ishara tosha ya kiburi ambacho Rehoboamu alikuwa nacho. Hiki kiburi kilimzuia yeye kufikia rehema za Mungu. Manake Mungu alitaka atubu, Mungu alitaka amurejeshe, Mungu alitaka amuonyeshe huruma. Lakini alipopokea neno la Mungu hakurespond kwa njia ya kunyenyekea. Kwa muda kidogo tu alijutia wakati mkono wake ulinyeuka, lakini punde tu mkono wake uliporejelea afya yake, akageuka, moyo wake ukakuwa mgumu kama vile ulivyokuwa kwanza, na akasema ya kwamba, ewe nabii, nifuate, nataka niende sasa nikuzawadi kwa kuniponya, nikuzawadi kwa kuweza kushughulikia hali yangu. In other words, huyu jamaa alikuwa anataka nabii huyu wa Mungu aache kurudi kule Yerusalemu, abaki huko, labda amufanye kuhani mkuu, labda amufanye yeye ndio kusimamia madhabahu yake yote, kwa sababu ameona ya kwamba ameintervene katika hali ambayo yeye hakuweza, na hali yake sasa ya afya imerejea. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana wale ambao mnafuata. Ndugu Aaron, Mungu akubariki. Asante sana Noah, God bless you. Asante sana Sylvia, God bless you. Asanteni sana. Huyu jamaa amefikiwa na ujumbe wa Mungu kwamba Mungu amekasirika na ile matendo anafanya, lakini badala ya kutubu na kurejea Mungu, ameona ishara, ameona miujiza, lakini anasema heri nilipe huyu jamaa aende zake, lakini mimi niendelee na maisha yangu, lakini mimi niendelee na ile vitu ninavyotaka kufanya. Mara ngapi watu wamejikuta katika hali kama hii? Watu wanapatikana katika dhambi, lakini badala ya kutubu wanaleta sadaka kanisani, anasema pastor niombe. Unamuombea, anarudi, lakini anaenda kuishi maisha yale. Kwamba hiyo sadaka alilete ndio, Mungu ameipokea ndio, Mungu anataka kumuonyesha rehema zake, lakini yeye anafikiria kwamba kama Mungu anaweza kubali sadaka yangu, kwa hivyo anaweza endelea kuleta sadaka lakini niendelee kufanya dhambi. Naweza endelea kuleta sadaka niendelee kuwa mzinzi. Naweza endelea kuleta sadaka niendelee kuwa mchawi. Naweza endelea kuleta sadaka niendelee kuwa muuaji. Hapana.
Mungu anasema ya kwamba kama ametuma mtumishi wake kwako, na huyo mtumishi akakuletea neno lake Mwenyezi Mungu, Mungu hautumi mtumishi wake kwa sababu mtumishi wake ana njaa. Hatumi mtumishi wake kwa sababu Mungu hawezi kumgharamikia. Hapana, amemtuma kwa sababu anakupenda wewe, na anaona kule unaelekea ni kubaya, na anaona unaelekea mauti, anataka utubu, urejee. Lakini watu wengi wanapenda ya kwamba mtumishi wa Mungu akikuja akimuombea ama akimuonya dhambi, badala ya kugeuka aache hiyo dhambi, anasema niombee, alafu anasema sadaka ndio hii. Hiyo hailipii dhambi zako, hiyo haikufanyi ukampendeza Mungu. Mungu anataka utubu, anataka umgeukie. Mungu hahitaji kwanza rasilimali zako kwanza, kama wewe bado uko na uovu ndani ya moyo wako, ndani ya uchungu, ndani ya moyo wako bado umejaa dhambi. Hii ndio Yeroboamu alikuwa anataka kufanya. Anataka ape nabii wa Mungu thawabu kwa sababu amemtabiria na akamwombea, mkono wake umerejea. Badala ya kusema ya kwamba nimeona kweli madhabahu yamepasuka, nimeona hata mkono wangu ulikuwa umenyauka. Unaweza kuomba Mungu anisamee na tubomoe haya madhabahu, tutubu, tumrejelee Mungu. Hiyo ndio Mungu alikuwa anataka. Mungu alikuwa anataka huyu mfalme arejee, kwa sababu mfalme akirejea, taifa lote litarejea na utukufu utamrudia Mungu. Lakini kwa sababu Biblia inasema Mungu anasimama kinyume na watu wenye kiburi, kiburi cha huyu jamaa ambaye ni mfalme Yeroboamu kilifanya akakosa rehema zake Mwenyezi Mungu. Kiburi kisikufanye ukose rehema zake Mwenyezi Mungu. Kuna watu wengi ambao wameinuliwa, wako na cheo. Anasema ya kwamba yeye anafanya kazi, hana time ya kwenda kanisani. Anasema mkiwa tuna shida, niambieni, nitaandika cheki, nitatuma. Niambieni kama kuna mchango, nitatuma. Lakini hana time ya kukuja kufellowship na wengine, hana time ya kukuja kuomba na wengine, hana time ya kukuja kukaa chini kusikiza neno lake Mwenyezi Mungu. Ati yuko busy. Kiburi kimemuingia. Ni rehema za Mungu wakati unapigiwa simu na mchungaji ama na mtu ambaye ako concerned kukuambia, ndugu, uko wapi? Mbona haupatikani kanisani? Mbona haupatikani kwenye huduma? Mbona hauombi? Mbona hausomi neno? Hizo ni rehema za Mungu zinakukujia. Lakini wengi katika kizazi tunachoishi wanapenda kuhongana kwa hali kama hii. Unaenda unatembelea ndugu, umepotea siku nyingi, mbona upatikani kanisani? Anasema, pastor, kama ni sadaka nitatuma, kama ni fungu nitatuma, kama ni msaada nitatuma, lakini kazi imenishika. Kumbuka hiyo kazi ulipewa na Mungu, na Mungu amekupatia ili hiyo kazi iwe ni stepping stone ya wewe kumtumikia, lakini inageuka inakuwa ni kikwazo cha wewe kumtumikia. Mungu anasema ya kwamba ukiwa unafuatiliwa na mtumishi yote wa Mungu, ama unafuatiliwa na neno la Mungu, unakemewa na neno la Mungu, ni rehema zake zinakuita kwamba ondoka katika njia ya adhabu, ondoka katika njia ya hukumu, rejea kwa Mungu. Anataka akuonyeshe huruma zake, anataka akuonyeshe rehema zake, anataka akusamehe, anataka akurejeshe. Lakini wengi tunapotea kwa sababu ya kiburi. Tunafikiria ya kwamba tunaweza nunua rehema za Mwenyezi Mungu. Yaani watu wanaamua tu waishi maisha ya kawaida, hafanyi chochote kuhusu kwenda kuomba, hafanyi chochote kutubu, lakini anasema Jumapili ikifika nitaenda kanisani, nitapeleka msaada, ama nitapelekea mayatima na wajane msaada, na mimi niko sawa. Acha nikuambie, kupelekea mayatima na wajane msaada iko sawa, hiyo imeamuriwa na Mungu. Lakini ukapelekea mayatima na wajane msaada na ili hali hauna uhusiano na Mungu, hiyo sadaka haikubaliki kwa Mungu. Hiyo matendo unayofanya haihesabiki kwa Mungu. Matendo ya haki yanahesabika tu mwanzo kama uko na Yesu, kama una uhusiano na Mungu. Maanake hiyo ndio foundation ya matendo mema. Sasa matendo yako mazuri ambayo unasema unayafanya, unasema unatembelea mayatima, unasema unatembelea wafungwa, unatembelea wagonjwa, sawa, lakini msingi wa matendo yako mazuri ni nini? Isipokuwa ni kiburi watu wameingizwa nacho. Watu wakiwaambia kwenda kanisani wanasema hatuendi kanisani siku hizi. Wanasema ukienda kanisani wachungaji ni wezi, maaskofu ni wezi. Hawa watu ni sababu, ni vigezo. Hawataki kukua karibu na Mungu, hawataki uhusiano na Mungu, hawataki kunyenyekea, hawataki kusubmit. Wanataka washikilie kiburi chao, wasikilie ubinafsi wao, hawataki kuwa under God's control. Na ukiwa under God's control, uko under God's mercy.
But ukiwa nje ya control ya Mungu, uko nje ya rehema zake Mwenyezi Mungu, na lolote linaweza kukupata kule, na mambo mabaya yanaweza kukupata kule, na unaishi ukilalamika, ukinungunika kwamba Mungu amekuacha, kwamba Mungu amekusahau. Lakini katika kweli Mungu hajakuacha, Mungu hajakusahau. Ni wewe kwa sababu ya kiburi chako umeondoka kwa rehema zake Mwenyezi Mungu. Haleluya. Unaweza kugeuka hata usiku wa leo, unaweza kugeuka. Mungu aliinua Rehoboamu ili kumpanish ufalme, nyumba yake Suleiman, lakini Yeroboamu akaingiwa na kiburi. Licha ya kwamba aliinuliwa na Mungu, lakini kiburi kikainuka zaidi, mpaka akaona hata naweza kutengeneza madhabahu yangu, hata mimi naweza kutengeneza miungu wangu, hata mimi naweza kuwa independent away from God. Na hiyo ndio kitu kinaua vijana wengi, kinaua wazee wengi, kinaua wamama wengi. Muradi baraka zinaanza kuingia, wakati mafanikio yameanza kukuja, na kama wewe tayari umefanikiwa, unasema niende kanisani nini? Mimi nilizaliwa, tuko na pesa, tuko na kila kitu, tuko na insurance, kila kitu iko sawa. My friend, hizo vitu zote mwisho wake haziwezi kukusaidia chochote kama hauna uhusiano wake Mwenyezi Mungu, kama hauna uhusiano na Yesu Kristo. Kuna watu wengi walikuwa na pesa, walikuwa na rasilimali, lakini kuna situations katika maisha ambazo hizo rasilimali hazikuwasaidia, walihitaji tu mkono wa Mungu. Kuna situations walifika ambapo hizo mali zilikuwa ni bure, walihitaji huruma zake Mwenyezi Mungu. Na wewe usingoje ufike katika hali kama hiyo, ambayo unaambiwa ya kwamba sasa katika hali hii pesa zako hazisaidii, katika hali hii insurance haitasaidia, katika hali hii marafiki hawatasaidia, katika hali hii kampuni yako haitasaidia. Na hivi vitu yote umeinvest ndani ukineglect uhusiano na Mungu, umeinvest ndani ukineglect kazi yake Mwenyezi Mungu. Ole wako siku hiyo ikifika, ni nani utakimbilia? Utakuwa mgeni wa nani? Mwimbaji mmoja akasema, utakuwa mgeni wa nani? Biblia inasema ya kwamba Rehoboam alikuwa na kiburi, na hiki kiburi kilimzuia ku access rehema za Mungu. Kiburi chako wewe kitakuzuia rehema zake Mwenyezi Mungu. Hata kama ni mhuduma, kuna wahuduma pia sisi ambao tumeitwa na Mungu tunaingiwa na kiburi, kwamba kuna sehemu zingine uwezi enda ukahubiri kwa sababu unaona kiwango chako ni cha juu, ama kiwango chako ukiitwa mahali unasema kwamba mtanipa nini ili ndio nikuje, ama kuna watu wangapi ndio nikuje. Ili hali umeitwa kuhubiri, hubiria watu wawili, hubiria watu watatu, hubiria watu wanne, sababu umepokea bure kwa rehema zake Mwenyezi Mungu. Kiburi kisifanye ukose baraka na ukose rehema zake Mwenyezi Mungu katika maisha yako. Mungu anakuita usiku wa leo, anasema ya kwamba ninataka nikuonyeshe rehema zangu, ninataka nikuonyeshe huruma zangu. Lakini je, uko tayari kuweka chini kiburi chako? Uko tayari kuweka chini ile umuhimu, ile kujisikia kwako? Uko tayari kusubmit na kusema ya kwamba Mungu niko hapa, Mungu nifinyange, Mungu nitengeneze, Mungu nifanye kama upendavyo? Kwa sababu Mungu anapenda sana kukutengeneza na kutumie katika kizazi hiki kulete utukufu kwake. Lakini wengi tunatafuta utukufu wetu, wengi tunajitafutia utukufu. Tunatafuta utukufu kwa sababu tunafeel ya kwamba ukiwa na utukufu fulani unaheshimika, ukiwa na utukufu ati wewe ni mtu. Jamani, Mungu atusaidie kizazi hiki tumrejelee. Mungu atusaidie kizazi hiki tunyenyekee, tuache kuinamia vitu za dunia. Vitu za dunia ni nzuri, zinaweza kutusaidia kwa njia moja au nyingine, lakini zisifanyike kuwa miungu, zisifanyike kuwa sanamu katika maisha yetu. Mungu anakuita wewe, Mungu ananiita mimi. Anasema ya kwamba wakati onyo linakuja kuhusu maisha yako, wewe kimbia kwa miguu yake, nyenyekea akuinue. Usikimbie kusema ya kwamba Mungu unataka nikupee nini. Hahitaji kitu kwanza, anataka kwanza roho yako. Roho yako ikiwa salama, sasa fuatisha vitu baadaye. Lakini cha muhimu mbele zake ni roho yako. Akishapata roho yako, ukitaka kutoa hizo vitu zingine msitoe, ni sawa, lakini kwanza roho yako iwe salama, roho yako iwe safe. Hallelujah. Asante sana Bishop Ruben, God bless you. Asante sana Pastor Reverend Charles, God bless you. It's a blessing to have you. Mungu anatuita, na usiku wa leo ninaamini
ya kwamba Mungu atatupatia neema na kibali cha kipekee, tusimame, tutoke katika hali ya uovu, tutoke katika kiburi na tuweze kunyenyekea kwa mkono wake, naye atuonyeshe rehema zake, ili tutembee kwa nguvu, uweza na kwa utukufu wake. Jamani, asanteni sana kwa kulisikiza neno lake Mwenyezi Mungu usiku wa leo. Ningependa kukomea hapo kwa leo kwa sababu ya muda. Ningependa tuombe pamoja na Mungu akubariki. Baba Mungu, kwa jina takatifu la Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya mtazamaji huyu. Asante Bwana kwa jinsi umewapa kibali na nafasi hii ya kuweza kujiunga nami katika ibada hii. Mungu, naomba rehema zako ziwe juu ya maisha yao. Utukufu wako washukie Jehova Mungu. Kutana na mahitaji ya mioyo yao, kwa kuwa wewe ni mfalme, hakuna kama wewe. Na kupa sifa na utukufu, kwa kuwa hakuna Mungu wa kulinganishwa wala kufananishwa na wewe. Katika jina takatifu la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Amen. Nasema asanteni sana ndugu zangu, dada zangu, marafiki, wachungaji. Mungu awabariki. Asante sana. Ninaheshimika sana kuwaona hapa, na ningependa kusema ya kwamba kuanzia wiki ijayo tutakuwa tunakuja kwa ibada ya Kiswahili Tuesday, alafu tutakuwa Friday tunaingia Thursday tunaingia TikTok, tunahubiri pale na Mungu atakuwa mwema. So kuanzia next week tutakuwa na ibada mbili tu, moja hapa Facebook, hiyo itakuwa ni Tuesday, na Thursday tutakuwa TikTok tunahubiri pia pande hiyo, kwa sababu watu ambao wanahitaji neno hili ni wengi na tunahitaji kugawa ili kila mtu abarikiwe. Asanteni sana, munifuate pia kule tuweze kusikiliza injili na tuweze kusonga mbele kwa utukufu wa jina la Mungu. Na kushukuru sana, naomba muwe na usiku wa baraka. Asante Sylvia, asante sana Gilly. God bless you so much and have a precious and a wonderful night. Amen. Thank you so much.